Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC imezitaka taasisi zote kujisajili kwa hiari katika Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kabla tarehe 30 Aprili 2025, huku mkoa wa Mwanza ukitajwa kuwa na taasisi chache zilizojisajili katika tume hiyo. Hayo mbainishwa na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC Dr. Emmanuel Lamek wakati akizungumza na wakuu wa taasisi mbalimbali jijini Mwanza, huku akitumia nafasi hiyo kumuomba katibu tawala mkoa wa Mwanza na mkuu wa wilaya Ilemela Hassan Masala ambaye ndiye mgeni rasmi ili kuhamasisha taasisi mbalimbali kujisajili katika tume hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ilemela Hassan Masala akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda ametoa rai kwa washirika waliohudhuria hapo kutumia fursa hiyo ili kujifunza, kushirikiana na kubadilishana uzoefu ili kuboresha mifumo ulinzi wa taarifa binafsi kwa mkoa wa Mwanza na Tanzania nzima kwa ujumla. Mimi ni Nasra Shaban. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza sheria hii ni muhimu kwa taasisi zote za umma na binafsi kuhakikisha kuwa zinazingatia kanuni za msingi ya ulinzi wa taarifa binafsi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa taarifa binafsi zinachakatwa kwa uadilifu na kwa malengo halali yaliyokusudiwa ili wananchi waweze kupata huduma, kuweka hatua madhubuti za kiusalama, kulinda taarifa binafsi dhidi ya upotevu, ufichuaji usioidhinishwa au matumizi mabaya, kuwa na mfumo wa kushughulikia malalamiko ya wateja na wananchi kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi, kutoa mafunzo kwa watumishi wa taasisi zenu kuhusu wajibu wao wa kulinda taarifa binafsi, kuhakikisha usajili wa taasisi zenu na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kabla ya tarehe 30 Aprili mwaka 2025, ambayo ni ukomo wa usajili wa hiari kufuatia muda huo alioutoa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa inayokuwa kwa kasi kibiashara na kiteknolojia. Hivyo kuna umuhimu mkubwa wa kuwa kinara katika utekelezaji wa sheria hii. Kwa sasa taasisi ni chache sana ambazo zilishajisajili kwenye tume. Wakati tunakuja huku ilikuwa ni takribani taasisi 20 pekee. Hali hii inapaswa kubadilika kwa haraka. Mkoa huu uwe ni mfano wa kuigwa katika ulinzi wa taarifa binafsi. Mkoa huu ni wa kimkakati kiusalama, kijamii na kiuchumi, hasa uchumi wa kidigitali ambao ni mmoja ya kipaumbele ya serikali kwa mujibu wa mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5. Tume inakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi na katibu tawala wa mkoa mhamasishe taasisi za mkoa wa Mwanza, hasa taasisi binafsi na za umma, zifanye usajili kabla ya tarehe iliyoongezewa ya usajili wa hiari kufikia ukomo. Baada ya warsha hii, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi inatarajia yafuatayo kutoka mkoa huu wa Mwanza: kuongezeka kwa uelewa wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na wajibu wa kila taasisi katika kulinda faragha na taarifa binafsi za wakazi wa mkoa huu, kuhamasisha usajili wa taasisi zote za umma na binafsi ili kuhakikisha kwamba utekelezaji wa sheria kabla ya ukomo wa usajili wa hiari ifikapo tarehe 30 Aprili, kuimarisha ushirikiano kati ya tume na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa pamoja na wadau wengine wa sekta ya umma na binafsi, na mwisho kuwa na mpango kazi wa mkoa wa Mwanza wa kutekeleza sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na kufanya mkoa huu kuwa miongoni mwa vinara wa utekelezaji wa sheria hii muhimu na nyeti kwa usalama pia wa mkoa na pia usalama wa nchi kwa ujumla. Ninatoa rai kwa taasisi zote za umma na binafsi mkoa wa Mwanza kuzingatia wajibu wao kulinda taarifa binafsi kwa manufaa ya wananchi wetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa pamoja tunaweza kuifanya Mwanza na kwa kipekee Tanzania kuwa taifa lenye mfumo salama ya taarifa binafsi na kuheshimu haki ya faragha na ya kila mwananchi. Nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan
kwa maelekezo yake thabiti kuhusu utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi aliyoyatoa wakati wa uzinduzi wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi tarehe 3 Aprili 2024. Maelekezo hayo yanatuhitaji sote, hususan taasisi za umma na binafsi, kuchukua hatua za haraka za kuhakikisha tunatekeleza sheria hii kikamilifu. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imefanya kazi kubwa tangu kuanzishwa kwake, ikiwemo kusajili zaidi ya taasisi 2000 na kuwezesha uteuzi wa zaidi ya maafisa 2000 wa ulinzi wa taarifa binafsi. Ninawapongeza sana kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya. Hata hivyo, idadi hii bado haijakidhi mahitaji yote, na hivyo sisi wote tunahitaji kushirikiana na tume kwa karibu kuhakikisha taasisi zote zilizopo hapa Mwanza zinajisajili na kuzingatia sheria, ikiwa ni pamoja na kuteua maafisa ulinzi wa taarifa binafsi kutoka kwenye kila taasisi. Ninatoa wito kwa viongozi wa taasisi za umma na sekta binafsi hapa Mwanza kuwa mstari wa mbele katika kusimamia utekelezaji wa sheria hii ili kuhakikisha taarifa binafsi za wananchi wetu zinalindwa ipasavyo. Katika mkoa wetu wa Mwanza hatuwezi kubaki nyuma katika utekelezaji wa sheria hii muhimu kwa maendeleo ya taifa letu, kwa namna pia tulivyosikia kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa tume. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, baada ya kusikiliza hotuba ya mkurugenzi mkuu wa tume pamoja na changamoto alizoziwasilisha zinazohusu mkoa wetu wa Mwanza, naomba nitoe maelekezo yafuatayo kwa taasisi zote za umma na binafsi zilizoko katika mkoa wetu wa Mwanza ili kuhakikisha tunafanikisha utekelezaji wa sheria hii. Moja, taasisi zote za umma na binafsi zihakikishe zinasajili katika mfumo wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kabla ya tarehe 30 Aprili 2025, ambayo ndio ukomo wa kujisajili kwa hiari baada ya muda wa nyongeza uliotolewa na tume. Baada ya tarehe hiyo, taasisi zitakazoshindwa kujisajili zitachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na hapa kwa msisitizo, naomba nitoe maelekezo kwa katibu tawala wa mkoa. Nafikiri katika maelezo ya kiongozi kutoka tume ameshaeleza kwamba maelekezo yalishashushwa kwa mamlaka yetu ya TAMISEMI, na hivyo ndio kusema ofisi yako tayari itakuwa na hii barua, na kama bado hujaipata, tunaomba sasa maelekezo yashuke kwenye idara na taasisi zote zinazotoa huduma ili maelekezo haya waweze kuyapata na tuendane na muda ambao tumetengewa. Lakini la pili ambalo ningependa kuagiza, taasisi zote za umma na binafsi zihakikishe zinateua maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi DPOs ambao watahusika moja kwa moja na usimamizi wa ulinzi wa taarifa binafsi ndani ya taasisi zao kwa mujibu wa matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Viongozi kutoka tume ni wahakikishie sisi kama viongozi wa mkoa wa Mwanza, mara baada ya washa hii na mara baada ya nyinyi kuwa mmeondoka, tunaamini takwimu ambazo mmezisoma kwa mkoa wa Mwanza zitakwenda kubadilika kwa namna ambavyo tutakwenda kusimamia, lakini pia kwa maelekezo ambao viongozi walioko hapa wamesikia nini ambacho tunapaswa wote tukifanye. Lakini agizo la tatu, taasisi zote za umma na binafsi zihakikishe zinazingatia kanuni na miongozo ya ulinzi wa taarifa binafsi ili kuepuka ukiukwaji wa haki za faragha kwa wananchi na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na matumizi mabaya ya taarifa hizo binafsi. Jambo la 4, taasisi zote zinashiriki kikamilifu katika mafunzo na washa kama hii ili kuongeza uelewa na uwezo wa utekelezaji wa sheria hii ndani ya taasisi. Na pia ni weke msisitizo katibu tawala, pamoja na kuwaandikia barua, bado tengeneza utaratibu
ambao utawezesha kutoa elimu hii ambayo pia leo hii imetolewa, ili wale tunaowaongoza watambue kwa nini sheria hii imetengenezwa na kwa nini inaendelea kutolewa msisitizo ianze kutumika haraka iwezekanavyo, ili kujenga uelewa lakini pia kuwajengea uwezo wa kuweza kutekeleza. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, nimalizie kwa kusisitiza kuwa usalama wa taarifa binafsi ni msingi wa maendeleo ya kidigitali na uaminifu katika utoaji wa huduma nchini mwetu na hasa kwa mkoa wetu wa Mwanza. Natoa rai kwa washiriki wote wa washa hii kutumia fursa hii kujifunza, kushirikiana na kubadilishana uzoefu ili kuimarisha mifumo yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi hapa mkoani kwetu Mwanza, lakini pia na taifa kwa ujumla wake. IKRA FM.